Kundi la tatu ni mfanyabiashara ambaye apenda kutumia jina ya Allah katika kuuza vitu vyake, sawa ni ukweli sawa ni uongo. Wallahi mimi nauza kwenye chukua, wallahi yani a'udhu billah. Mwenyezi Mungu amekuwa hana heshima mbele ya macho yake, yutumia jina ya Allah ovyo ovyo katika kuuza bidhaa yake kwa haki, kisha ikaendelea mpaka sasa akao yuuza kwa uongo. Wauza simu, mwambie amenunua kwa 20,000, mimi nakuuzia kwa 22,000. 2,000 ndio faida yangu. Naweza kuwa ni ukweli. That's enough. Umenunua kwa 20,000, wauza kwa 22,000, 2,000 ni faida. Wallahi mimi nanunua kwa 20,000, wewe nifanyie 22. Kwa nini wape? Kwa mambo hata kama ni ukweli. Ar-Rasul amekataa. Kisha huyu kwa sababu ya kutumia kiapo katika mambo ya sawa ya ukweli katika biashara yake, ikamsukuma mpaka ikafika wakati akaona akitumia jina Allah mambo yanaenda, akaanza kutumia uongo. Wallahi simu hii mimi ninanunua kwa 25,000, mimi nakuuzia kwa 27,000, 2,000 ndio yangu, ili hali amenunua kwa 20. So kule kuapa kwa ukweli katika kuuza bidhaa yake ikamsukuma mpaka akaanza kuapa kwa uongo na mali yake yanunuliwa kwa sababu yuapia watu. Wallahi ni hivi, waliyadhu billah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwonya mtu kama huyu, kama ilivyokuja pia katika hadith akhrajahu at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir wa hasanahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Asema ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kumwangazia mtu huyu watatu, an Isma radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, thalathatun la yanzuru Allahu ilayhim ghada, watu watatu Mwenyezi Mungu kesho hatawaangalia. Mmoja akataja katika hao, wa rajulun ittakhadha al-imana bida'atan yahlifu fi kulli haqqin wa batil. La ilaha illa Allah. Ni mtu ambaye aliyetumia kiapo katika kusukuma bidhaa zake, sawa iwe bidhaa kiapo ameitumia kwa ukweli na kwa uongo. Kila kitu wallahi ni hivi, wallahi ni hivi, mengine ni ukweli, mengine ni uongo. Huyu Allah hatotaka kumuona siku ya kiyama. Kwa nini? Umemtumia Allah kwa mambo ya duka yako ili mambo yaende, umesahau aliyekupa hiyo mali ni nani? Wallahu khairur raziqin, na katika khairi ya riziki umepata kutoka kwake, na kila alichokuandikia ndio utapata. Uende juu ufike chini, uende kulia uende kushoto, kila utakachofanya hautapita vile Mwenyezi Mungu alivyokuandikia. Sasa kwa nini jina ya Allah waitumia katika kila njia?